Kampuni za Kenya zinazouza bidhaa katika muungano wa milki za Kiarabu hupata hasara shilingi bilioni 7 kwa mwaka kutokana na udanganyifu, uwekaji duni wa hati na bidhaa duni. Rais wa chama cha biashara na viwanda humu nchini Eric Ruto amesema kuwa kampuni kadhaa za uuzaji bidhaa nje zinakumbwa na changamoto za kisheria kutokana na kesi za udanganyifu zilizokifanya chama hicho kutafuta huduma za kisheria kushughulikia mizozo. Cha uuzaji bidhaa za Kenya katika muungano wa milki za Kiarabu ni cha thamani ya shilingi bilioni 80 kwa mwaka huu. Bidhaa za mboga na matunda na mifugo zikijumuisha shehena kubwa ya bidhaa zinazouzwa nje. Lengo ni kutumia mikataba baina ya pande hizi mbili kuimarisha kiwango hicho kwa 10% kwa mwaka kupitia kuhakikisha ubora wa bidhaa. Hata hivyo, visa vya udanganyifu vimeongezeka ambavyo vikijumuishwa na changamoto nyingine zinazosababishia kampuni za humu nchini za uuzaji bidhaa hasara ya takriban shilingi bilioni 7 kwa mwaka. We are going to do due diligence for the companies that are going to give contracts to Kenyan companies. The other aspect is that you've heard that our brands might not be able to fetch the highest prices. One of the other things is that we're going to work from the market to Kenya to make sure that we are able to train our exporters on what the market requires. Ruto alisema kuwa Kenya hupoteza shilingi 4,000 kwa kila mbuzi na makasha 3 kila juma kutokana na changamoto za ubora na hati. Kadhalika, 30% za kampuni za uuzaji bidhaa nje hukumbwa na changamoto za kuchelewesha malipo au kutolipwa kutokana na udanganyifu. We are losing approximately 3 containers of fresh produce. That comes to a total of around 150 containers in a year. And if you are to look at an average of 5 million Kenya shillings, you can be able to calculate in terms of invoice value. Aliyasema hayo wakati chama cha kitaifa cha biashara na viwanda kilipotangaza rasmi uzinduzi wa afisi zake huko Dubai na kutafuta huduma za kisheria kutoka kwa wawakili wanaofahamu soko la UAE kushughulikia mizozo inayokabili kampuni za Kenya na uuzaji bidhaa nje.